Upasuaji wa laparoskopi au upasuaji wa ufikiaji mdogo, unaojulikana sana kama upasuaji wa tundu la ufunguo, ni utaratibu wa kawaida sana siku hizi. Siku za upasuaji wa wazi zimepita na laparoskopi imechukua nafasi ya upasuaji wa wazi kwa njia nyingi. Karibu kila upasuaji mwingine kama mawe ya kibofu cha nyongo, hernia, hata maambukizi, na kwa nini isiwe, hata saratani zinaweza kushughulikiwa kupitia laparoskopi. Sababu ya hii kuchukua nafasi ya upasuaji wa wazi ni kwa sababu ya faida zake nyingi. Kwa hivyo, tukitazama faida za upasuaji wa tundu la ufunguo, ni hasa kukaa hospitalini kwa muda mfupi, ambapo mgonjwa anaweza kuruhusiwa kutoka hospitalini baada ya siku 1 au 2 baada ya utaratibu. Wakati katika upasuaji wa wazi inaweza kuchukua hata siku 4 hadi 5 au wakati mwingine kukaa kwa wiki 1 hospitalini. Faida ya pili ni kurudi kazini haraka, ambapo chini ya wiki 1 baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, mgonjwa anaweza kurejea katika shughuli zao za kawaida za kila siku. Huku hiyo ikiwa ni muda mrefu kidogo inapokuja kwa upasuaji wa wazi. Hoja ya tatu ni kwamba viwango vya maambukizi baada ya utaratibu viko chini sana katika upasuaji wa tundu la ufunguo ikilinganishwa na upasuaji wa wazi. Na hatimaye, kwa kuwa michubuko ni midogo sana, kuna uponyaji wa haraka pia unaonekana. Kwa hivyo jinsi tunavyofanya upasuaji huu wa laparoscopic au upasuaji wa ufikiaji mdogo ni utaratibu ule ule. Chochote kinachofanywa kwa mbinu ya wazi kinafanywa pia katika upasuaji wa tundu la ufunguo, lakini tofauti pekee ni kupitia michubuko midogo sana kwenye tumbo lako badala ya kovu kubwa la katikati au kovu kubwa la chini katikati. Kwa hivyo hii inaharakisha mchakato wa uponyaji na kila sehemu ya kipengele cha kupona. Changamoto pekee hapa ni kiwango cha ujuzi wa upasuaji wa tundu la ufunguo. Ni ujuzi unaohitaji kufanyiwa mazoezi na unahitaji kujifunzwa.